Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akabidhiwa ofisi katika hafla fupi iliyofanyika Ikulu Chamwino jijini Dodoma. Na katika michezo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limemtangaza kocha wa Singida Black Stars Miguel Gamondi kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, akichukua mikoba ya Hemedi Suleimani Moroko. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeamka salama. Karibu kwenye kipindi cha asubuhi njema kwa habari mbalimbali kitaifa na habari za michezo na burudani. Jina langu ni Fatma Hassan. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amempongeza na kumshukuru Makamu wa Rais mstaafu Mheshimiwa Dr. Philip Mpango kwa mchango aliotoa wakati wa kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha kwanza cha awamu ya 6. Dr. Nchimbi amesema hayo wakati wa makabidhiano ya ofisi ya Makamu wa Rais yaliyofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma, ambapo amesema kazi kubwa imefanyika katika kipindi cha kwanza cha awamu ya 6 ambayo ilitoa urahisi wakati wa ufanyaji kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Makamu wa Rais amesema ataendeleza jukumu la kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uwezo wake wote ili kutekeleza vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuwaletea wananchi maendeleo. Kwa upande wake, Makamu wa Rais mstaafu Mheshimiwa Dr. Philip Mpango amempongeza Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi kwa nafasi hiyo muhimu na kumsihi kutekeleza vyema majukumu ya kuwa mshauri namba 1 wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumepata nafasi kunipa briefing ya kutosha. Ni system briefing orientation. Na yale walionishauri likiwemo la kuwaona wengine waliopitia kwenye ofisi hii nimezingatia na nitalifanyia kazi. Naamini uwezo kaingia ofisini kwa siku moja alafu ukajidai wewe bingwa, wakati wenzako walipita hapo wengi wanajua mazingira ya kazi ile na wanaweza kukupa picha ya mapema. Lakini pia nakushukuru kwa timu ya wasaidizi kuanzia katibu mkuu ambao umeniambia kazi kubwa ambayo wamefanya pamoja nawe, na kushukuru sana. Lakini pia nikushukuru kwa kazi kubwa umefanya katika kipindi cha miaka 4.5. Sisi tumepita nchi nzima tukinadi mafanikio ya serikali ya Mama Samia, Chama cha Mapinduzi. Na unakumbuka kwenye kufunga kampeni nilisema Mwanza kwamba kazi yetu kwa wananchi haikuwa ngumu, kwa sababu tulikuwa tuna ushahidi wa delivery kwa serikali imedeliver kiasi gani kwa wananchi katika miaka hii 4.5 iliyopita. Na mambo yaliyofanyika mengi kwa mtazamo wa kawaida ni kama maajabu hivi, lakini yamefanyika katika miaka 4.5. Ndio ilitupa heshima kubwa kwa wananchi kila tulipopita. Wamekiheshimu chama chao, wameheshimu serikali yao. Lakini katika miaka hiyo 4.5 wewe ndio ulikuwa msaidizi mkuu wa rais wetu. Kwa wakati tunampongeza sana rais wetu, lakini pia tunakushukuru na wewe msaidizi wake mkuu kwa kumsaidia uliweza akafanya kazi yake kwa utulivu. Tunakushukuru sana kwa kazi kubwa uliyofanya kumsaidia rais, na umenisisitiza sana umuhimu wa kuendelea kumsaidia rais. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema kutokana na kadhia iliyotokea baadhi ya vituo vya mafuta vimeendelea kufungwa, jambo ambalo linasababisha wasafirishaji kukosa mafuta. Toa tamko au tangazo kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba vituo vyote vya mafuta
vilivyokuwa vimefungwa kutokana na matishio kadhaa ya kiusalama sasa vifunguliwe na vianze kutoa huduma hizo. Na vyombo vya moto ama vyombo vya usafiri vyote navyo vihakikishe vinapata huduma katika vituo hivyo. Sambamba na hilo, tunaendelea kuonya mfumo wa uuzwaji wa mafuta katika vidumu, huku tukiamini kwamba mfumo huo ni mfumo ambao kwa asilimia kubwa hauna nia njema kwa taifa na kwa mkoa wetu kwa ujumla wake. Muuzaji wa mafuta wa aina yoyote ambaye itabainika kwamba anaendelea kuuza mafuta katika mfumo wa kwenye vidumu atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za EWURA. Aidha, serikali imesitisha usafiri wa mabasi ya mwendokasi katika barabara ya Kimara na barabara ya Mbagala kutokana na uharibifu wa miundombinu wa vituo hivyo vya mwendokasi hadi hapo itakapotangazwa tena. Vituo vingi vya mwendokasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo tunaendelea kusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT1, na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala, yani BRT2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri, na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja. Jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya ukataji tiketi na mageti pia yameharibiwa, na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Kuhusu kupanda kwa bidhaa mbalimbali zikiwemo za vyakula, Chalamila amesema tayari magari yaliyobeba bidhaa mbalimbali za vyakula yameingia na utaratibu wa kusambaza vyakula unafanyika ili kuondoa mfumuko wa bei uliojitokeza. Imejitokeza pia tabia ya baadhi ya watu kupandisha bei za bidhaa, ambazo hizi zinatokana na faida ama kutumia changamoto tulionayo kupandisha bidhaa. Niwatangazie tu rasmi kwamba tumeruhusu malori kwa utaratibu maalum yaweze kuingiza chakula, lakini pia tumeruhusu malori ndani ya mkoa wetu yanayopakia bidhaa za kwenda mikoani, hasa mafuta, kuanza kufanya shughuli hizo kwenda mikoani. Wadau wote wa usafirishaji wa mafuta, na wadau wote wanaomiliki vituo vya mafuta, na kazia hapa kwa kuwaelekeza EWURA kuita kikao hicho mara moja, ambacho mimi mkuu wa mkoa nitakiongoza. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Suluhu Hassan kwa Watanzania kurejea katika shughuli zao za kila siku. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla amesema hali ya usalama mkoani humo ni shwari na shughuli zote za kijamii na kiuchumi zimeanza kurejea katika hali ya kawaida. Taarifa zaidi na Jamila Omar. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Arusha amesema mkoa huo uko katika hali ya utulivu, huku vyombo vya ulinzi na usalama vikiendelea kuhakikisha wananchi wanafanya shughuli zao bila hofu. Mkoa wetu ni mkoa wa kibiashara, kiuchumi na mambo ya utalii, nayo tumehakikisha kwamba wageni wetu wanaokuja katika mkoa wa Arusha wanaendelea kuwa salama na wameendelea kupata huduma zote za msingi walizoijia. CPA Makalla amesema huduma zote muhimu zikiwemo uuzaji wa mafuta na usafirishaji zitaendelea kama kawaida, huku akisisitiza kuwa vituo vyote vya mafuta vipo wazi na vinauza kwa bei elekezi. Vituo vyote vya mafuta viko wazi na tumeelekeza wafanyabiashara wa mafuta katika mkoa wa Arusha waendelee kuagiza mafuta kwa wingi
kuhakikisha mafuta yanapatikana wakati wote. Tutoe wito sasa kuhakikishia wasafirishaji kwa maana mabasi kutoka mikoa mingine kwamba mkoa wa Arusha ni salama, ili waendelee kutoa huduma hizo. Barabara zetu ziko salama. Nao baadhi ya wananchi wa Arusha wamethibitisha kurejea kwa amani na huduma za kijamii, wakisema serikali imefanya kazi kubwa katika kuhakikisha hali inatengamaa. Leo hali inaonekana ni shwari tofauti na siku 2-3 zilizopita. Tumepata huduma mafuta kama mimi nimetoka Sheli saa hizi, na inaonekana jeshi wameimarisha usalama, ndio maana unaona magari ni mengi, watu ni wengi, shughuli zinaendelea kama kawaida. Bei ni kawaida, hata risiti zinasema hapo bei ni kawaida kabisa. Ni jeshi tuendelee kudumisha hii amani, maana amani ndio kila kitu. Hali ya usalama katika mkoa wa Arusha inaendelea kuimarika, huku wananchi wakihamasishwa kuendelea na shughuli zao kwa amani na utulivu kufuatia agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Kufuatia agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan la kuagiza vyombo vya dola na mamlaka za mikoa kurejesha maisha ya wananchi katika hali ya kawaida kufuatia vurugu zilizotokea Oktoba 29 na kuendelea, baadhi ya wananchi katika jiji la Dar es Salaam wameanza kujitokeza na kuendelea na shughuli zao. Hamisi Mkotia anaripoti. Wakizungumza na Channel 10, baadhi ya wananchi jijini Dar es Salaam wamelaani uharibifu wa mali za umma pamoja na mali za watu binafsi pamoja na vitendo vya wizi na uporaji vilivyofanywa na makundi ya vijana wahalifu, lakini pia wakaziomba mamlaka kuhakikisha mafuta yanapatikana katika vituo kwa ajili ya vyombo vya moto. Kwa kweli kwanza tunashukuru kwanza kwa mama kulikuwa na ridhaa ya kuturuhusu watu wafanye biashara, wafanye makazi yao. Lakini hapa mimi hapa nilipo mpaka sasa hivi, yani uhaba wangu mkubwa sana ni mafuta. Maana mafuta yamekuwa ni changamoto sana. Yani mafuta yamekuwa yani ni changamoto. Hapa nilipo mpaka sasa hivi mafuta kwenyewe tunabaki tu tunaambiana mafuta yako sehemu fulani, hatuna ule uhakika uliokuwa kamili. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Kilio chetu sisi kama madereva wa bodaboda ni mafuta tu. Kutokana na swala hili lililotokea la uharibifu kidogo wa amani kupungua, shaona kilichokuja kutokea ni kwamba tulichojifunza kutokana na swala hili, yani uchumi pia umeshuka kutokana na kwamba watu hawatoki kwenda makazini, changamoto, vitu vimepanda bei. Hali kama hii imekuwa tishio kwa sababu hata uhalifu unaweza ukaongezeka kutokana na kwamba hakuna kinachoingia. Tunamshukuru mama katuachia, tumefunguka. Hao vijana wanawasemea vijana wapumbavu tuachana nao wao. Wanaandisha mambo afu mambo hawayawezi. Sasa kama hivi unaona mimi nimekaa siku 7 ndani, siku 7 sijatoka nje. Leo siku ya 8 nimetombea kutoka Lumo huko mpaka hapa wa mguu. Umeona? Na kingine tunashauri wale madaladala waachie hizo daladala, watu tunateseka huku. Umeona? Wale madaladala au matajiri wa madaladala waachie daladala, maana tunateseka, tutembea kipande kikubwa kwa mguu wakati magari yapo. Kwa nini? Wakati mama jana anasema kila kitu kiendelee. Umeona? Kila kitu kiendelee. Wewe wamefungia magari. Mimi nimetoka Lumo mpaka hapa wa mguu. Umeona? Narudi vipi kutoka hapa mpaka Lumo? Tanzania tulikuwa tumejisahau, tumetepeta. Tulikuwa tumetepeta, mambo haya wengine walikuwa hawajui. Sasa kwa hii tuliopata idea hii ya juzi jana, kila mtu ameshakuwa na akili. Wakisikia makusanyo wasisaishiwe huko mapembezoni. Wafuate sheria inapotaka. Karibuni sana Ilala. Mazingira wa Tanzania mpaka utoke ndio ule. Utoke ule ni wachache. Na hata ukiwa una hela, una pesa, utaenda kununua nini? Maduka yamefungwa. Ndio hivyo, masokoni hautembei. Na maana hii swala limewagusa kila mtu. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Siku moja baada ya maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa wakati wa uapisho wake, huduma za mafuta zimeanza kurejea kwenye baadhi ya vituo vya mafuta vilivyopo wilayani Handeni mkoani Tanga, huku shughuli za wananchi zikiendelea kufanyika kwa amani na utulivu. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti.
Ni siku moja baada ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa na kutoa maelekezo mahususi, na moja kati ya maelekezo yake ni kuhakikisha kwamba huduma za kijamii pamoja na shughuli za wananchi zinaendelea kama kawaida. Hapa nipo wilayani Handeni mkoani Tanga, ambapo kwenye wilaya hii ya Handeni kumekuwa na changamoto ya kukosekana kwa huduma ya mafuta kwenye vituo vya kutolea mafuta kwa takriban siku 5. Lakini hivi leo baada ya maelekezo Mheshimiwa Rais, tayari huduma zimeanza kurejea kwenye baadhi ya vituo vilivyopo wilayani hapa. Na hapa nazungumza na baadhi ya wananchi, wanaelezea hali hii. Hali ilikuwa ni tete kutokana mpaka vyuma vyenyewe tulivipaki. Kwa sababu mafuta ilikuwa ndo kama hivyo hapatikani. Kila sheli utakayoenda imefungwa. Yani tunashukuru leo kwenyewe kufunguliwa kwa sheli hii. Ndio maana unaona watu wamejaa kwa wingi, watu wote wanafuata mafuta. Wengine tumetoka mbali, Mbogoi huko tumefuata mafuta huku ujue. Na kote huko hamna, lita ilikuwa 10,000, sehemu nyingine 11,000 unaambiwa. Abiria ukimwambia ni Bukujelo Chogo anakuambia mimi siwezi kwenda. Abiria wanatembea. Pia ametupa changamoto kubwa sana kwa wateja wetu, ametukataa sasa hivi, yani kupata mteja anaokupa 2,000 kumshukuru Mwenyezi Mungu, lita umeweka shilingi 8,000. Mpaka jioni una shilingi 5,000, 10,000. Itakusaidia nini urudi tena ukaweke mafuta? Kulikuwa na changamoto ya mafuta hapa kama siku 5 hivi, hali ilikuwa mbaya sana, ila baada ya Mheshimiwa Rais kuapishwa na kutoa maelekezo, tunashukuru changamoto imetatuka. Sasa hivi tunapata mafuta kwa wakati, tunashukuru. Kwa upande wake, meneja wa kituo hiki cha Mount Meru cha kutolea mafuta kilichopo hapa wilayani Handeni anaeleza namna walivyojipanga katika kutoa huduma kwa wananchi. Tumejipanga sababu kama unavyoona sasa hivi gari lipo kituoni na tumeshatuma oda. Kwa hiyo tutahakikisha wateja wetu watapata huduma kwa wakati wote, haswa wateja wetu wa kila siku kama bodaboda, lakini pia tunajitahidi kuendana na stoku tulionayo kusudi taasisi mbalimbali kama hospitali, polisi na taasisi nyingine ambazo ziko kwenye wilaya siwezi kukosa huduma. Nimetembelea pia stendi kuu ya mabasi Chogo iliyopo wilayani Handeni na kushuhudia shughuli za usafirishaji wa abiria zikiendelea, na hapa baadhi ya madereva pamoja na wakina mama wanaojihusisha na uuzaji wa chakula maarufu kama mama lishe wanasema. Tunamshukuru Mungu, tangu jana Mheshimiwa Rais alivyoapishwa kidogo hali ya hewa imekuwa ni nzuri, na mafuta hususa kama kuna kituo hiki cha Mount Meru leo wamefungua mafuta yanapatikana. Tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo tunaomba hii hali iendelee hivi hivi na amani iwepo kama kawaida kama zamani tulivyozoea. Leo ni afadhali kidogo, magari yanapita, watu tunaona wametoka, tofauti na juzi kulikuwa hakuna watu kabisa. Tulikuwa tunateseka, biashara ngumu. Leo tunashukuru kidogo, afadhali. Tuendelee na amani kama kawaida, kazi ziendelee. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Dodoma umempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi aliopata, huku ukitoa wito kwa wananchi kuweka kando tofauti za kisiasa na kuelekeza nguvu zao katika kazi za maendeleo. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa CCM mkoa wa Dodoma, Bwana Abdullah Habib Mwanyemba, anaeleza siri ya ushindi wa Chama cha Mapinduzi. CCM inaendelea kuongoza, CCM inaendelea kushika hatamu kwa sababu ndicho chama chenye siasa safi, itikadi bora, lakini ile ilani yake ndio ilani ambayo inaakisi matarajio ya Watanzania. Ndio maana tunaona viongozi wengi wa CCM wameweza kupata nafasi. Hata ukiangalia uchaguzi wa 2020 kuja 2025, viongozi wengi wa CCM walikuwa kwenye nafasi. Kwa hiyo asilimia kubwa ni kama sisi CCM tulikuwa tunatetea zile nafasi za ubunge pamoja na nafasi za udiwani. Kwa hiyo mimi naamini viongozi wengi wa CCM walishinda kwa kukubalika kwao, lakini naamini viongozi wengi wa CCM walishinda kwa sababu ya juhudi za CCM za kutafuta kura kwa kiasi kikubwa. Akizungumzia kuhusu siku 100 za rais, Mwanyemba amesema wana imani ndani ya siku hizo atakwenda kutatua changamoto ya ajira kwa vijana kama inavyoelekeza ilani ya uchaguzi ya chama hicho. Tumesimamisha wale viongozi ambao tunaamini wataenda kufanya kazi ya Watanzania, wataenda kufanya kazi ya kuhakikisha ilani ya CCM inaenda kutekelezeka, inaenda kufikia matarajio, lakini inaenda kuhakikisha kwamba tunafanya maandalizi mazuri kwamba mwisho wa uchaguzi huu ndio mwanzo wa uchaguzi ujao. Kwa hiyo mimi naamini viongozi wengi wa CCM walishinda kwa kukubalika kwao, lakini naamini viongozi wengi wa CCM walishinda kwa sababu ya juhudi za CCM
za kutafuta kura kwa kiasi kikubwa, na sisi tunaamini tunaposimamisha mgombea hawi mgombea tu peke yake, nyuma yake tunakuwa sisi wana CCM wote tunaenda kuhakikisha tunamsaidia akashinde. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante sana Roda Simba kwa taarifa hiyo. Na katika michezo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetangaza rasmi kumalizika kwa mkataba wa kocha mkuu wa timu ya Taifa Stars Hemedi Suleiman maarufu kama Morocco. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hapo jana na afisa habari na mawasiliano TFF Clifford Mario Ndimbo, mkataba huo umesitishwa kwa makubaliano ya pande zote mbili kati ya TFF na kocha wa Morocco. Baada ya makubaliano hayo, TFF imemteua kocha wa Singida Black Stars Miguel Gamondi kuwa kaimu kocha mkuu wa Taifa Stars. Mazungumzo kati ya TFF na uongozi wa Singida Black Stars kuhusu uteuzi huo yamekamilika kwa mafanikio. Kocha Gamondi ataanza rasmi majukumu yake mapya kwa kuiongoza Taifa Stars katika fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON zitakazofanyika nchini Morocco kuanzia Disemba mwaka huu. TFF imesema uteuzi huo unalenga kuhakikisha maandalizi ya timu ya taifa kuelekea michuano hiyo yanaendelea bila usumbufu. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo imetuhitimishia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Asubuhi Njema. Asante, naendelea kubaki nasi.